So kama mnakumbuka vlog yangu ya kwanza kabisa kuwapatia ni ile ambayo nilikuwa nimeenda Rwanda. Na mkikumbuka vizuri wakati naenda Rwanda, time hiyo bado nilikuwa nasoma chuo, na ukiangalia kwenye ile video vizuri, wakati naenda airport nilikuwa na marafiki zangu ambao nasoma chuo. Round ya pili nikaenda Kenya, but ya Kenya sikufanikiwa kurekodi video kwa sababu kwanza nilichelewa ndege kwa hiyo nilikuwa na mambo mengi sana ambayo yanaendelea nyuma ya pazia. But this time around naelekea Nigeria, na nikasema nihakikishe lazima niwarekodie kila kitu ambacho kimetokea Nigeria. Na this time nilikuwa nimesindikizwa na familia yangu, ambapo ni dada yangu pamoja na watoto wake. Mnaweza mkawasikia watoto wake hapo. Jina naitwa Naila Jamal Temba. Bwana. Nasoma shule Huyu ni mtoto wa pili wa dada yangu ambaye anaitwa Naila, na huyu mnamwona hapo mbele yake ni kaka yake anaitwa Nuhad. Kama unafuatia kwenye mitandao ya kijamii, huyu ndo mara nyingi na kuaga naye kwenye picha na kwenye vitu vingi mara zote. My name is Jamil Jamal Temba. I live at Jomba Kilakawa. My uncle name is Digital. Yes. Look this video and subscribe if it's good. Yeah. So baada ya kuwa wamejitambulisha, nikataka kujua hivi hawa watoto wanajua mimi nafanya kazi gani, na msikia majibu ambayo walinijibu. Wangu ni anafanya kazi ya digital job. Huyu unachofanya? Huyu ni mjanja tu, kumbe akiona kamera anakuwa mwoga. So wakati naenda airport pia dadangu alinisindikiza, na mume wake ndo alikuwa anatuendesha kwenye gari yake. Dadangu ni mweupe kidogo, kwa hiyo tukafanikiwa kufika airport salama, nikiwa na dadangu na wajomba zangu. Unajua kama kawaida watoto wakifika hapo nataka picha, wanataka nini, wenyewe wamefurahi, huku kimoyo roho yao inauma kwa sababu wanajua mimi naondoka, cause pia nimewadanganya, nimwambia sirudi tena. So yes, nimeshaagana na wajomba zangu, wameshalia vya kutosha. Sasa kwenye party nataka niwaambie kwa nini ninaenda Nigeria. So ninaenda Nigeria kwa sababu ya kitu kinaitwa offsite. Kama unafanya kazi remote au unatafuta kazi za mtandaoni, kampuni nyingi zinatoa offer ya kufanya offsite, ambapo kwa mwaka at least mara moja kampuni nzima mnakuwa mnakutana, mnafahamiana, mnapiga story, unajiona na watu wengine, mnakula, mnaenjoy. Sasa tangia nimejoin kampuni inayofanya kazi sasa hivi, ambayo kampuni makao yao makuu yako Marekani, lakini waanzilishi founders ni wamezaliwa hapa Nigeria. So hii ni offsite yangu ya kwanza ambayo naingia. Kuna watu nimefanya nao kazi miaka 3 mpaka sasa hivi, sijawahi kukutana nao kabisa, sijui sura zao zifanyeje. Ndio maana niko so excited kwa sababu watoto ambao nakutana nao huko wengi ni wapya kwangu. Nafahamu watu wachache, especially wale ambao nimefanya nao kazi kwenye upande wa marketing, kwa sababu wengine nilikuwa nao Kenya na Tanzania wakati wana launch kampuni ile kwa mara ya kwanza, lakini asilimia kubwa siwafahamu. So safari yangu ya ndege this time around itanichukua kama masaa 13 kufika Nigeria, na nafikiri kwangu mimi ni moja ya safari ndefu kidogo. Tangu nimeanza kupanda ndege ndio safari ndefu zaidi ambayo nimepanda ndege. Na safari hii nimepanda shirika la ndege la Qatar Airways. Uzuri walinipa option ya kuchagua ndege ipi nipande. Sasa mimi nafikiri nimepanda ya Rwanda na ya Tanzania, na hizi ndege za loko sana, but kwa upande wa ndege za nje sina experience sana. Kwa mimi ilikuwa ni yoyote tu nitapanda. Changamoto tu ikawa kwa ile Fly Emirates yenyewe ilikuwa inasimamia Dubai, na Dubai pale inabidi nikae masaa 7 ndo nipande ndege ya kuunganisha kuja Nigeria. Sasa mimi masaa 7 nikaona mengi, nikasema hapana, mimi nataka Qatar Airways kwa sababu ilikuwa yenyewe ni masaa 3. Na kitu ambacho naipenda kuhusu Qatar ni hii TV ambayo ipo kwenye city, ambayo ina movie nyingi ambazo unaweza kaangalia. Sasa uzuri mimi napenda sana Iran, na kwenye hii kwenye hii TV yao moja ya video ambao waliadi hapo, kuna movie moja ya watu wa Iran. Kama unajua Iran wale ni wasanii ambao mimi to be honest nilipenda sana, ibidi niangalie. Na uzuri pia kwa watu wa dini Qatar wana Qur'an, unaweza kuchagua kama unataka kusikiliza Qur'an
wanataka waangalie movie, wanataka waangalie documentary, wanataka kufanyeje. Na kwenye kitu kimoja ambacho Qatar mimi nimependa ni misosi yao bwana. Hiyo ndege yao bwana ina misosi, nimekula yani mpaka nikwambia wakati time nafika Nigeria nilikuwa nimeshiba kinoma. Yani unatoa msosi wanakuongezea msosi, unatoa msosi wanakuongezea msosi. Na tiketi yangu kwenda na kurudi ni kama $1663, sijui ni shilingi ngapi kwa Tanzania shilling. So hiyo ndio ilikuwa kuhusu Qatar, na nikirate Qatar mimi napa 5/5. So baada ya masaa kama 6 hivi nikawa nimefika kwenye uwanja wa Sheikh Hamad Doha hapo, kama unavyoona. This time ndo nimeingia Sheikh Hamad International Airport. Hapa ni Doha, Qatar. And so masaa mengine 5-6 hivi nitamalizia hapa. So I'm kind of excited. Hii ni mara yangu kwanza nimefika Doha, Qatar. And nimependa airport yao kidogo imejiongeza, sio kama ya Bongo. Bidi nitafute sehemu ni chill kidogo. Sehemu ambayo mimi gate yangu ambayo naingia ni D5, but this is how ambapo Dubai hapa Dubai tena Qatar panavyoonekana. Na nimekuja hapa kwa ajili ya ku exchange my flight. Ndege yangu iko kwenye around saa 6 hivi na natarajia kufika saa 6, natarajia kufika saa moja asubuhi. Basi ndo flight yangu ya kwanza ndefu zaidi ambayo nimekuwa nayo, ambayo ni kama masaa 12 hivi nitaspend. So kind of excited. Nimekutana na watu kadhaa. Nikiwa airport ya Dar nimekutana jamaa mmoja pia na wateki ni Mkenya. Tumekuwa na a nice conversation especially around tech, pia kwa upande wa East Africa na vitu gani ambavyo tutarajie. Basi Doha ni airport ambayo inasifiwa sana kwa uzuri. Hata mimi kusema kweli sikushangaa sana kwa sababu hata process zao bana huku wazee hawana mambo ya vua viatu, sijui toa laptop kwenye begi, toa mkanda, fanya nini. Huku ni systems zinaongea tu. Na pamoja mimi pia nimependa idadi ya wageni ambao wanachukua na namna ambavyo system ambazo ziko efficiency. So I hope siku moja sisi Tanzania pia tutafikia stage kama za hizi za hawa wenzetu wa Arabu. So guys, ni kama nimeshapaona ambapo natakiwa kupata flight yangu. Sasa ndo naelekea hapo baada hapo nimechungulia vitu vingi. Kuna kabustani hapa nyuma yangu nice. Nimekaona nikasema nikachukue kidogo mnaweza mkapenda. Alafu wame design vizuri. And guys, guess what? Welcome to Lagos Digital. Yes, baada ya masaa kama 6 nimefanikiwa kufika Lagos. Sasa hivi ndo nimefika Nigeria, hapa ndo nimekuja kuchukuliwa and I have few friends. So wakati niko airport ya Lagos, kuna mfanyakazi wangu mwenzangu mmoja, yeye ametokea India, ambapo nilijikuta tuko naye, kumbe tuko wote kwenye ndege moja, lakini bahati mbaya tulikuwa tumekata siti za karibu, so hatukutana Doha wala tukutana kwenye ndege kule ndani. Lakini tulishuka pale kwa sababu mtu ambaye alikuwa anatupokea ni mmoja, akatuunganisha kwa pamoja, akatupokea. Sijai kuongea naye kazini, but ni mtu ambaye namfahamu, nimekuwa nikimuona sura yake kwenye vikao, kwenye nini. Na hivyo unavyoona hapo ni namna ambavyo Lagos inavyoonekana, ile njia yao ya airport. Sasa huku kwetu ndo kama vile unatoka airport kuja hivi kama unakuja Buguruni. Nimeona majengo. Na kama kawaida mimi ni mtu wa kuangalia mabango. Huku sasa Bongo unajua tuko na mama anaupiga mwingi mengi, lakini huku nimeona mabango kadhaa ya Bola Tinubu, rais wao sasa hivi wa Nigeria, ambao sio mengi sana, ni ya kawaida, lakini mabango mengi ambao nimeona zaidi ni kwa makampuni ya betting. Na mimi nazungumzia mabango kwa sababu mimi niko kwenye marketing, na ni moja ya kitu muhimu cha kuangalia hiki ambapo unapoenda kwenye nchi nyingine, namna gani ambavyo brand zinajiposition. Kusema kweli watu sio pabaya sana ukizingatia na idadi ya watu ambao wako nao. Na kitu kingine ambacho mimi nimependa ni hivi vihaisi vyao vidogo hivi vya njano. Vinanikumbusha enzi hizo wakati nasikiliza ngoma moja ya Wizkid inaitwa Ojue Leba. Baby Ojue Leba, my hate story. Na basi I wish sana kurecreate ile scene ya
jamaa wakati anafanya wakati anaingia kwenye hivyo vigali vidogo afu anasema ujue leba. Siku moja nitafanya hivyo. Anyway, kabla sijaondoka nitafanya hivyo. Sasa hii ndo daraja lao, nafikiri daraja hili ni refu flyover yao. Unajua Bongo si flyover zetu ni ndogo ndogo, but wao wana flyover hii yako ni ndefu kichizi. Yaani kwa naangalia hivi kwa macho. Mara kwanza niliona wakati wakina Jux wameenda kwa, but this time around experience mimi mwenyewe kwa macho yangu kabisa. So guys, kuna kitu nitawarukisha lakini baadaye nitarudi kuambia. Ni especially sehemu ya hotelini ambao nimefikia, hoteli ya nyota 5 ya Lagos Continental Hotel, unaweza kaigugo. But sasa nikiwa Nigeria, kuna jamaa wangu ambaye nimefahamiana naye, nimekutana naye Twitter kama miaka 2 iliyopita, anaitwa Kenneth, ni Nigeria, na pia tuna jamaa mwingine Mtanzania anaitwa Olei, alikuwepo huko. Sasa Kenneth akataka akutane na mimi, pia Olei pia na yeye alikuwa na changamoto zake, anataka tuonane. Basi nikasema ngoja ni link up then tukutane sehemu tupate chakula. Huyo jamaa mwenye kofia anaitwa Haulei, kwa unamjua ni jamaa ambaye anamiliki Swahilis, na huyo jamaa kulia kwake hapo anaitwa Kenneth. Huyo Kenneth ni Nigeria, ndo mshikaji wangu. Haulei ni bosi tajiri, ako na hela, na huko amekuja kwenye mishe zake za kibiashara zaidi. So guys, kuna video sijarekodi, utaini ipofikia na nini, nitaenda kuirekodi afu nitaonyesha baadaye. But sasa hivi tumekuja kwenye hii restaurant. What is this restaurant called? This is Bon Appetit. What was the name of this restaurant again? Damn. La Chameur. Yes, So, La Chameur. Hapa niko na washikaji wawili. Huyu nadhani mnamjua sana. Haulei, jamaa fulani kwenye teka na product yake ya receive payment. Yeye kwenye mishe zake huko, lakini tumeonana. But alikuwa na issue mbili. Alikuwa ana naira za Nigeria alafu ana sim card. Kwa hiyo kwa sababu shazipata we have kumsotia. But mshikaji wangu anaitwa Kenny, ni product designer. Kuna product pia anatengeneza naye na vitu vingine, but ni mtu poa. Kimtindo ndo amenitoa hoteli ipokuwa kuja hoteli ambapo Haulei yupo. And hii ndio restaurant inaonekana. So nice. Kana vizuri kidogo. So hapa nasubiria niwaambia msosi wa Nigeria ndio taleta. Which food are you ordering first? There's no Nigerian food here in the menu. So the menu here is all intercontinental dishes. But they told us they have 3 sections. They do? Yeah. Okay, let's ask her then. Hello, do you have local dish? Do you have local dish? Hi. Good day. You have local dish? You have local dish? Just It's okay. It's okay. So my friends here are not Nigerian. They just came in to the country and they want Arabic menu for them. No, they want to Nigeria. They want to Nigeria. What is this one? Say once you get to an Arabic menu. There's the roasted chicken and Nigerian jollof rice. Okay. Roasted chicken. So ashikaje kwenye msosi hapo. Unaona wajadina jamaa kusikia kwa upate. There's Nigerian jollof rice. This one. This is not Nigerian jollof now. I can change to Nigerian jollof rice. Okay. Do you know biryani? Have you ever heard of biryani? Yeah, that's the Indian rice, yeah? Yes. So ilikuwa ni siku ya pili ambapo kuna mfanyakazi mwenzetu anaitwa Chioma ambaye yakuwepo hotelini kwetu. Tulikuwa tumeenda kumnunulia chakula. So kuna washikaji wawili ambao wanafanya nao timu moja walikuja hotelini kwetu, tukakutana nao, and hapa sasa ndio tulikuwa tunaelekea sehemu ambapo anakaa kwenye nyumba zao zinaitwa estate. Na hilo daraja unaliona hilo bana lina historia bana, ndo nimeambiwa ambapo End SARS ilifanyikaga huko. Na hiyo ndio njia ya estate. Hiyo njia mimi ndo tunaelekea kwa ajili ya kupata huo kununua huo msosi. Na kitu ambacho nimegundua bana, Nigeria bana, kuna biashara ambayo inafanya kazi kwao vizuri kama biashara ya chakula. Watu waambii kitu kwenye chakula. So tulienda, kuna sehemu inaitwa chicken, nimeshasahau jina but inaanzia na chicken, ambapo ni sehemu ambapo unaweza kununua vyakula. So jamaa unayemwona hapo ambaye amekaa pembeni yangu anaitwa Kule. Huyu jamaa ni videographer wetu. No,
Yes. Hi guys, my name is Chioma. I'm Baraka's colleague and friend. This is Baraka. He came to my house to see me and he bought me food, but we finished it. It was really nice. What else? So guys, kwa ambao hamwelewi Kiingereza, huyu ni rafiki yangu anaitwa Chioma. Tulitoka Chicken Republic pale tukamchukulia msosi, tutawekea bei iko chakula na kila kitu hapo. Tumemletea hapa kwake. Tulikuwa na jamaa mwingine anaitwa Kule. Kwa tunde kinika. Tulikuwa pia na Kule. Can you say hi to my viewers? Mambo. Mambo. Don't find Duolingo. So yes, pilika zote na Chioma tukawa tumefanikiwa kumaliza. Tumemwona na Beze ndo mara kwanza kukutana naye. Sasa hivi nitaenda kuwapeleka hotelini nilipofikia. Nakumbuka Nigeria nimekaa kwenye hoteli 2. So hiyo hoteli ambayo nawapeleka sasa hivi ni hoteli ya kwanza. So guys, kwa siku zote ambazo nimekuwa hapa, moja ya kitu ambacho nitamani kuonyesha ni sehemu ambayo nimefikia, bahati mbaya nikawa nimesahau. Kwa hiyo nitashoot leo siku ya mwisho, na hapa sasa hivi ni kama saa 12 alfajiri hivi. Nimeamka tu na nikasema kitu cha kwanza ambacho nitataka kukifanya mimi ni kuwashutia muone sehemu ambayo nimefika, ambayo ninalala, ambayo nimelala kwenye siku 2. So kwenye siku 2 tutalala hapa, afu nadhani leo baadaye hivi tatimka sehemu nyingine pia ambapo baadaye pia nitafutia content. Na hii hotel inaitwa Lagos Continental Hotel, na wakati na Google nikaona wenyewe wanasema ni 5-star hotel, but mimi naweza nikaipa labda 4 hivi kwa namna ambavyo nimeiona na namna ambavyo nimefika. But huduma zao so nice, vitu vingi ni classic. So nitaanza kuwapa kuonyesha kimoja baada ya kitu kingine. Ndo mlango wa kuingilia. So unaweza unafungua hivi ukiwa kwa nje huko, unatumia card. Hapa kuna hizi button, hii ni ya kuweka card. Hii kama unataka mtu msafi unamuita. Hii nadhani ni taa. Ndio hapo imetumika. Hapa unawasha. Hizi ni taa za washroom. Tutaenda washroom kuangalia. But kwa sasa hivi tuchill kwanza. So kuna kioo hapa. Hiki nimekuwa kila nikitoka najiangalia sana kwenye kioo. Kama umekuwa ukinifuatilia Instagram, basi utakuwa umekutana na picha zangu nyingi sana ambazo nimepiga kwenye hizi kioo. Hivi ndio chumba kinaonekana. Sorry afu nimeamka hata sijatandika. So hivi ndio chumba kinavyoonekana kwa jumla. Hapa ni mambo ya kahawa na nini. To be honest, hata sijatumia hata kidogo kusema kweli, kwa sababu sasa walikuwa nahakikisha kule kwenye misosi na shiba. And hapo ni TV. Kwa siku 2 nimeconnect na YouTube yangu na sikiliza kidogo vitu vyangu, kwa sababu channel nyingi za huku hata sizielewi. At least naangalia tu Sun City. Basi sio kwamba naangalia TV, nataka tu hiyo background ya music iwepo hapo nisi. So kwa sababu pia nimekuja kwa ajili ya kazi, kuna kameza kadogo kama ambacho amnosho kama nimekatumia sana, kwa sababu nikitoka tu kula yeza na usingizi, nimechoka, unajiandaa na kitu tuna kikao. Kwa hiyo sijitumia sana. Hiki nafikiri ni cha kuchill. Kila cha kuchill sijakatumia na kenyewe sana. Hizi taa hapa ni za urembo. Kuna taa hapo chini. So hiki ndio kitanda ambapo kinaonekana nimechapa usingizi mwanangu. Hii ngoma hii ndio nimegundua kwa wakati niko Bongo nilikuwa silalagi vizuri jamani. Haya maisha tafute hela kidogo. And kuna artwork ambazo ni nzuri. So nitakuonyesha hiki chumba tena kwa jumla ni kama ambavyo kinaonekana. Hivi ndivyo kinaonekana. Nimeuchapa hapo usingizi siku kadhaa. And hiki sio cha bwana, hiki nimekipenda hiki. Unaona ambavyo kilivyo. Huko ni chooni huko mzee. Ngoja nifungue paone. Chooni bwana hapa kuna kajakuzi hapa. Hapa unakaeka maji ya moto nini, unapiga chumba unakiona kule. Kuna kakioo ambacho kanatenganisha. Kakioo kana button hapa ambapo kama ukishusha hivi utaona kuna pazia hapo linashuka taratibu. And moja kitu bwana ambacho mimi ile pazia inashuka. Moja kitu ambacho bwana mimi nimejifunza bwana, Bongo tunatengenezaga vyetu kawaida sana. I think
nahitaji kutembelea hoteli kadhaa. Nimeanza kufanya plani ya nikiwa najenga labda nyumba. I think I have to do basically chooni. Hiki sio standard sana kubwa, but I think zangu nyingi sana zimeanzia chooni. So aka nikakio fulani aka kuna vio vidogo hivi kwa ajili unaweza mkanione. And wamejitahidi wana hizi supplies tofauti, mashaji manini kesi unataka kutumia tusipata. And iki hapa ni kusema kuoga pia, na huko ni choo kwa ajili ya kufanya kama una long call unatumia. So hii ndio alafu pia wanaishi kama unataka kusumbuliwa utaki nini, unabandika hapo mlangoni, mtu akija anapo anajua. So hii ndio Lagos Continental Hotel. Kama una plan ya stay zako unaweza ukaja zako tu. Hivi ndio Lagos inaonekana kwa nje. Niko floor kama ya 16 hivi juu kidogo. Hii ilikuwa ni episode ya kwanza ya nyumbani kwa Tinubu, safari yangu ya kwenda Nigeria. Ya pili nitaonyesha safari yangu ya katikati nikiwa Nigeria, especially kwenye eneo la pili ambalo linaitwa Lakowe Lake, ambapo ndo tunaenda kwa ajili ya offsite. Hiyo ni sehemu moja ya matajiri na kisha unaangalia hizi video mpaka mwisho. Asante, na usiache kuacha comment hapa.